السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم أمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. इसका आयत का तर्जुमा यह है आयात का. Hazrat Amirul Muminin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, tafsiri ya aya hizi ni kama ifuatayo ya kwamba, sema kama Allah angalitaka nisingaliwasomeni hiyo wala asingaliwajulisheni hiyo. Hakika nimekwisha kaa kati yenu umri mrefu kabla ya hayo. Je, hamtumii akili? Basi ni nani mzalimu mkubwa kuliko yule amtungiaye Allah uongo au akazibishaye aya zake? Hakika wakosefu hawafaulu. Naendelea kueleza vipengele mbalimbali vya sera ya mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam. Leo nitaeleza kipengele cha ukweli, uaminifu na unyofu wake. Katika matukio ya sera yake tunapata mifano ya hali ya juu ya matukio ya ukweli wake, mpaka hata adui pia analazimika kukiri kuhusu kiwango cha juu cha ukweli na uaminifu wake. Kiwango hicho hicho cha ukweli wake kimeelezwa na Allah katika Qur'an tukufu nilizosoma hapa, na alimwambia kuwatangazia watu ya kwamba mimi sikuwahi kusema uongo katika hali yoyote iwayo, sikuacha ukweli na nyinyi mashahidi juu yake. Sasa je, nitamtungia Allah uongo nikisema kwamba nimeleta dini isiyotoka kwa Allah? Hiyo haiwezi kutokea kamwe. Na sambamba na hilo aliwasihi waumini wake ya kwamba sasa nyinyi mlio nikubali mmeahidi kunitii, basi simamisheni viwango vya juu vya ukweli. Basi leo kila mmoja wetu anapaswa kujikagua, kwani ni viwango vya juu vya ukweli tu ambavyo ni zamana ya mafanikio katika kila hatua ya maisha yetu, na pia ni mbinu za kutufungulia njia za mahubiri. Akieleza maisha matakatifu ya mtume sallallahu alaihi wasallam, Musleh Maud radhiyallahu anhu alisema katika hutuba yake moja ya kwamba sisi twaona kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba hata maadui zake walikiri kuwa yeye alikuwa mwaminifu na mkweli,
na hawakuleta zidi yake tuhuma yoyote, bali hata maadui zake wakali pia wakatoa ushahidi wa utakaso na utakatifu wake. Hivyo muone kikao kimoja kilifanywa Makka kikijadili kwamba watu wa nje watakapokuja Makka na watauliza kuhusu Muhammad, tutawajibu nini? Mutengeneze jibu moja kwa pamoja ili hitilafu isitokee. Tunaendelea kuzalilika, mmoja anasema kitu kimoja, mwingine anasema kingine. Hivyo watu watakao kuja kuhiji, mutengeneze jibu moja ili kuwapa. Hapo mmoja wao akasema kwamba semeni kuwa ana tabia ya kutamka uongo, yote asemayo ni uongo tu. Hapo mtu mmoja ambaye jina lake lilikuwa Nazar bin Haris alisimama na akasema kwamba hatutakiwi kusema hilo. Mkisema hilo basi hakuna atakaye liamini, na watu watawaambieni kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam amepitisha umri wa ujana wake kati yenu, na wakati ule alikuwa anachukuliwa kuwa mtu mwema na mkweli kushinda nyinyi nyote, na alikuwa mwaminifu kuliko wote, hadi mvi zikaota kwake, naye akawaleteni mafundisho aliyoleta, yani mafundisho ya Islam. Ndipo mkaanza kusema kwamba ni mwongo. Wallahi, katika hali hizi hawezi kuwa mwongo. Hivyo kwa jibu la mtu huyo wote walikubali kosa lao, na badala ya shutuma hii walianza kutafakari jingine. Lilikuwa jambo la kweli kabisa alilosema mtu huyo. Kama wangali mnasibisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam uongo wowote, sasa mmoja wao angeweza kukubali, lakini katika umri wake mzima waliendelea kumuita kama mkweli. Sasa ni nani awezaye kukubali tuhuma hii ya uongo kuwa kweli? Vivyo hivyo Herakal alipouliza Abu Sufyan kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba je, amewahi kusema uongo, Abu Sufyan alisema hakusema uongo hadi leo, na alisema kwamba mimi nilitumia neno la leo ili Herakal apate mashaka kwamba huenda siku za usoni atasema uongo. Vivyo hivyo safari moja Mtume sallallahu alaihi wasallam akipanda mlima aliwaita watu. Tukio hili limekwisha eleza tayari kabla, sasa hivi ni kuhusu ukweli wake. Walipojumuika, Mtume alisema kwamba nikiwaambieni kuwa kwenye bonde fulani jeshi limejumuika ambalo linataka kuwashambulieni, je, mtakubali? Walisema kwamba ndio, tutakubali, ila hali jeshi lijumuike na watu wa Makka wasipate habari zake. Hilo ni jambo lisilowezekana, lakini kusema kwao kwamba watakubali kunatuambia ya kwamba jambo ambalo lisingeweza kutokea, lakini kukubali kwao kwa kusikiliza kutoka kwake kunatuambia kwamba walikuwa na yakini juu ya ukweli wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kiasi kwamba hawakuwa na dhana hata kidogo kwamba Mtume anaweza kusema uongo au anaweza kutudanganya. Kuhusu mada hiyo hiyo anaeleza zaidi kwamba ilikuwa kitu gani cha Mtume kilichokuwa kinawavutia wapinzani wao. Hawakupata athari yote ya Kurani tukufu mwanzoni. Mafundisho ya Kurani hayakuweza kuwavutia, ambayo yangekuwa njia na sababu ya kwao kufuata mafundisho yake, bali yalikuwa maisha ya awali ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ye aliishi kwao na uaminifu na ukweli wake, na ilikuwa huruma kwa wanadamu na kujitolea kwake, vitu ambavyo vilikuwa vinawavutia. Kabla ya madai alikuwa hawakatazi kufanya ushirikina, kwani haikuwa amri ya Mungu, lakini mwenyewe hakuwa mshirikina. Ilikuwa sifa ya mwenendo wake tu iliyokuwa na athari, na athari hiyo ilikuwa inawavutia. Hali ya wema wake na mifano yake, hulka zake tukufu zilikuwa zimewavutia watu, nao hawakuwa na ujasiri wa kupinga jambo lake. Kama nilivyoeleza katika tukio
kwamba alipowaita watu katika Makka na kuwaambia kwamba nikisema kuna jeshi nyuma ya mlima, je, mtakubali? Ila hali hilo halikuwezekana. Lakini hata hivyo watu walisema kwamba ndio, tutaamini, tutakubali. Na walisema kwamba tutakubali, kwani walikuwa wakijua kwamba mtume hakuwahi kusema uongo. Na walisema kwamba hatujawahi kukuona ukitamka uongo, daima umekuwa mwaminifu, daima umesema ukweli, hivyo tutaamini unalosema. Hapo mtume saa salam alisema kwamba haya, kama ni hivi basi nawaambieni jambo jingine la kweli, ambalo ni kwamba Mungu ni mmoja na ushirikina ni najisi. Mwabudu Mungu moja, acheni ushirikina, la sivyo mtapata adhabu. Jambo hili halikuleta kwao athari yoyote. Maisha yake, amali zake, ukweli wake, uaminifu wake na wema wake, yote yalikuwa yamewaathiri, lakini alipoweka mbele yao dai, halikuwa athiri wao na wao walikataa kukubali. Basi kitu halisi ni hiki kwamba mfano na amali ya mwanadamu uwe wa namna ambao uweze kuwavutia watu, na hiyo itakapotokea basi muda fulani, wakati fulani, Mwenyezi Mungu anafanya mipango kwamba njia za mahubiri pia zinafunguka na watu wanaokuwa maadui wanaanza kuingia katika Islam, wanaanza kutambua Uislamu wa kweli. Sayyidina Ahmad alaihissalatu wassalam anasema Mwenyezi Mungu alimjaalia kiongozi na mpendwa nabii wetu aliyekuwa kiongozi wa wacha Mungu wote misaada na nusura za aina aina, japo mwanzoni alilazimika kufanya hijra kama walivyofanya Musa na Isa, lakini hijra hiyo hiyo ikawa sababu ya kumletea ushindi na nusura. Hivyo eni marafiki zangu, kwa yakini mujue kwamba mcha Mungu hazaliliki kamwe. Makundi mawili yanapogombana na yanafikia kileleni katika uadui, hapo kundi linalokuwa na ucha Mungu na linakuwa wema kwa Allah, msaada unatoka kwa ajili yake kutoka mbinguni, na kwa njia hiyo, kwa sababu ya uamuzi wa kimbinguni, mizozo ya kidini inatatuliwa. Angalieni kiongozi wetu mtukufu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namna alivyokuwa amezwihiri katika Makka kwenye hali ya udhaifu, na katika siku zile Abu Jahal na makafiri walivyokuwa na mamlaka makubwa kiasi gani, na malaki ya watu walikuwa maadui wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapo ilikuwa kitu gani kilichomjalia nabii wetu sallallahu alaihi wasallam ushindi na ufaulu? Kwa yakini mujue kwamba hicho kilikuwa ni utakatifu, ukweli, uaminifu na utakaso wake wa ndani, ambazo kwa sababu zake mafanikio yakepatikana. Kisha anasema kwamba Allah mwenye shani akimwambia nabii wetu sallallahu alaihi wasallam, anasema kwamba wa innaka la ala khuluqin azim, kwa yakini bila shaka una tabia njema sana, tabia njema tukufu. Hivyo kwa mujibu wa maelezo haya maana yake ni kwamba yani aina zote za hulka, ukarimu, ujasiri, uadilifu, rehma, hisani, ukweli, azma na kadhalik zimejumuika kwako, ilmuradi nguvu zote zinazoweza kupatikana katika moyo wa mwanadamu, kama vile kuzingatia heshima, haya, uaminifu, bashasha, ghera, uimara, utakaso, utakatifu, ustarabu, huruma, vivyo hivyo ushujaa, ukarimu, afu, subira, hisani, ukweli, unyofu na kadhalik. Hali hizi zote kwa ushauri wa akili na tafakur zizihirishwe kwa wakati wake, zote zitaitwa hulka. Basi hulka sio hii tu kwamba mtu amekutana na watu kwa moyo mkunjufu amewasalimia, bali sawa na mifano ya mtume, mema zote na maswala kwa watu namna yanavyotendeka. Kudhihirisha hulka tukufu katika maswala kama hayo ni hulka yenye hali ya juu. Kuna haja ya kuzingatia hilo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja kusambaza ukweli duniani, hivyo katika nyakati mbalimbali aliwasihi waumini wake nasaha ya kusimama imara juu ya ukweli wake. Hivyo
riwaya moja inasema hat abdullah bin masud anasimulia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba ni wajibu wenu wa kutamka ukweli, kwani ukweli unamwongoza mwanadamu katika wema na wema unamwongoza kuingia peponi. Na mtu anaendelea kusema ukweli na anajitahidi kusema ukweli hadi anaindikwa mkweli kwa allah. Na nani mujiepushe na uongo, kwani uongo unamwongoza mtu kwenye uasi na uasi unamwongoza kumwingiza motoni. Na mtu anaendelea kusema uongo na anatamani kusema uongo hadi anaindikwa muongo kwa allah, na anapoindikwa muongo kazab, basi anaingia motoni. Basi ni nafasi ya kuchukua tahadhari sana. Imesimuliwa na hat abdullah, huyu anafikisha riwaya hii mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, bila shaka uongo haufai katika hali yoyote, katika hali ya kawaida wala katika hali ya utani. baadhi ya watu katika utani wanasema kwamba sisi tulikuwa tumetania tu na tuliongea uongo. uongo umekatazwa katika hali zote. mtu aahidi kwa mtoto wake ahadi fulani kisha asitimize. kwa yakini ukweli unamwongoza mtu katika kutenda wema na wema unampeleka peponi, na bila shaka uongo unampeleka katika maasi na maasi yanampeleka motoni. kuhusu mtu mkweli inasemwa kwamba huyu amesema kweli na ametenda wema, na kuhusu mwongo inasemwa kwamba yeye ametamka uongo na ametenda mabaya. allah marazi akieleza maelezo ya aya ya sura atoba 119, ya ayuha lazina amanu taqullaha wakunu maa sadikin, ya ayuha lazina amanu taqullaha wakunu maa sadikin, eni mliyoamini shikeni ucha mungu wa allah na muwe pamoja na wakweli. katika maelezo yake alama razi anasema kwamba mtu mmoja alimjia nabii sallallahu alaihi wasallam na alisema kwamba ya rasulllah sallallahu alaihi wasallam, mimi ni mtu ambaye anataka kujiepusha na maasi, lakini napenda kunywa pombe, uzinzi, kuiba na uongo. tabia hizi zinapatikana sana katika dhati yangu. watu wanasema kwamba wewe umepiga marufuku kuhusu vitu hivi. nimekuamini, nataka kuacha, lakini nina tabia sana za vitu hivi na sina nguvu za kuziacha zote. naomba uniambie jambo moja tu ambalo niliache, mimi nitakuamini. mtume alisema kwamba sawa, uache uongo. huyu aliahidi na akawa muislamu. kisha alipotoka nje kutoka kwa mtume saa salam akaletewa pombe. alisema kwamba kama nitakunywa na mtume akiniuliza, basi nitasema uongo, hapo nitavunja ahadi yangu, na nikisema ukweli basi nitapewa adhabu. hapo aliacha kunywa pombe, kisha akaletewa nafasi ya kufanya uzinzi, kisha akafikiri kwenye kichwa chake na akaacha. kisha akaacha kuiba, kisha akaacha kwa mtume na akasema kwamba yale uliofanya yalikuwa mazuri sana. uliponizuia kusema uongo, basi milango ya mazambi yote ilifungwa juu yangu, na kwa njia hiyo alitubu kutoka kila uasi. kuhusu kusilimu kwa abubakar imeendikwa, umulmuminin hatume salama anasimulia kwamba hata abubakar sidik alikuwa rafiki hamimu wa mtume sallallahu alaihi wasallam mwenye ikhilasi. mtume alipodai kuwa mtume, watu wa quraish wakaja kwa abubakar na wakasema, e abubakar, rafiki yako amekuwa mwenda wazimu, mungu ampishe mbali. abubakar alisema kwamba imekwache. walisema kwamba yeye kwenye msikiti wa haram anawaita watu upande wa tauhidi na anasema kwamba huyu ni nabii. hata abubakar sidik alisema kwamba je, ametamka jambo hili? watu walisema kwamba ndio, na anasema katika msikiti wa haram. hivyo hata abubakar alienda kwa nabii karim sallallahu alaihi wasallam na akapiga hodi na akamwita nje. mtume alipotoka nje, hata abubakar alisema kwamba ewe abul qasim,
nimesikia jambo hili kuhusu wewe. Mtume alisema kwamba ewe Abubakar, umesikia nini kuhusu mimi? Abubakar alisema kwamba jambo ambalo limenifikia ni kwamba wewe unawaita watu upande wa tauhidi ya Mungu na unasema kwamba wewe ni mtume wa Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba ndio, e Abubakar, kwa yakini Mungu wangu amenifanya kuwa bashir na nazir, na amenifanya kuwa dua ya Ibrahim, na amenituma kuwa mtume kwa wanadamu wote. hata Abubakar alimwambia mtume saa salam, wallahi mimi sikuwahi kukuona ukisema uongo. kwa yakini wewe una tunza amana, na kwa sababu ya huruma yako na matendo yako unastahili kupokea utume. lete mkono wako ili nifanye baiati yako. mtume sallallahu alaihi wasallam akampatia mkono wake na Abubakar akafanya baiati yake na akamsadikisha na akakiri kwamba yale uliyoleta ni haki. basi wallahi hata Abubakar hakusita hata kidogo. mtume sallallahu alaihi wasallam alipoita upande wa Islam, hat Masihi Maud alaihi wassalam anasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipotangaza kuwa nabii, hata Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu alikuwa amesafiri kwenda Siria. aliporejea alikuwa njiani, mtu mmoja alikutana naye. yeye akamuuliza kuhusu hali ya Makka na akasema kwamba niambie kama kuna habari mpya. Hili ni jambo la kawaida, mtu anaporejea kutoka safari akikutana na mwananchi wake anamuuliza hali ya watani. Huyu alisema kwamba jambo jipya ni hili kwamba rafiki yako Muhammad sallallahu alaihi wasallam amedai kuwa mtume. kwa kusikia hiyo alisema kwamba kama amedai basi bila shaka huyu ni mkweli. hiyo inatuambia kwamba Abubakar alikuwa na zana nzuri kiasi gani juu ya mtume sallallahu alaihi wasallam. hakuona haja ya kuona muujiza, na huri uhakika kwamba muujiza mtu anauomba ambaye asijue kuhusu hali na pale ambapo kunakuwa na ugeni, hivyo anasema ili kupata moyo. lakini mtu ambaye hana haja ya kukataa ana haja gani ya kuona muujiza? hiyo Abubakar Siddiq aliposikia njiani akamwamini, na alipofika Makka akaenda kwa mtume na alisema kwamba je, umedai kuwa mtume? mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba ndio, nimedai. Abubakar Siddiq alisema kwamba uwe shahidi, mimi ni msadikishaji wako wa kwanza. kisha katika sehemu nyingine anasema ameeleza jambo hili kwa njia hii kwamba kuelewa jambo hili ni bahati njema, kwamba mtu asiyekubali katika zama ya awali, huyu hana kipaji au sifa yote. mtu ambaye mwanzoni anasikiliza na anakubali, anafanya bayati, huyu ndiye mtu mwenye imani, mwenye asili njema. na mtu Mungu anapofungua kila kitu kuwa wazi, wakati ule mawe na hata miti pia inaanza kunena. yaani jambo likiwa wazi na nishani zikitokea, basi wakati ule kukubali si jambo kubwa. hivyo mtu huyo anastahiki heshima ambaye anakubali katika muda wa mwanzo, wakati wa mwanzo, kama alivyokubali Abubakar Siddiq. hakuomba muujiza wowote, alikuwa hakusikia kutoka mdomo wake kwamba yeye aamini. imeandikwa kwamba Abubakar alikuwa ameenda kufanya biashara. ameeleza tukio zima kwamba njiani mtu mmoja alikutana naye akamuuliza kuhusu hali ya watani. alisema rafiki yako amedai kuwa mtume. Abubakar Siddiq wa kumsikia alisema kwamba kama amedai kuwa mtume basi huyu ni mkweli. anasema kwamba muone kwa kutafakari kwamba hata Abubakar wakati yule hakuomba muujiza wala nishani yoyote, bali mara baada ya kusikia aliamini. na hakusikia madai haya kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja, bali alisikia kutoka kwa mtu mwingine, lakini alikubali mara moja. hiyo ilikuwa imani kubwa kiasi gani! kwa kusikia kutoka kwa mtu tu, yani aliposikia kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam hakuona kwamba hiyo inaweza kuwa uongo.
aliposikia riwaya na jambo kwamba mtume amedai basi aliamini, kwani alikuwa anajua kwamba mtume saa salam hawezi kusema uongo. muone hata abubakar raziallahu anhu hakuomba nishani yoyote. hiyo ilikuwa sababu kwamba jina lake lilipata mashuhuri kuwa sidik, yani mtu aliye na ukweli. kwa kuona uso tu alitambua kwamba huyu si mwongo. basi kuwatambua wakweli na kukubali inakuwa si jambo gumu, kwani nishani zao zinakuwa dhahiri. khalifatulmsi al awal kuhusu mada hii sehemu moja anasema kwamba mimi siwezi kufumba macho kuhusu ushahidi wa khadija ambao alikuwa ameutoa mwanzoni mwa zama alipodai mtume sasa kuwa mtume. hazuri alah salam aliposikia amri ya mungu na aliona kwamba dunia nzima itapinga mawaiza yake, aliposema khadija, nimehisi hofu kuhusu zati yangu, huyu alisema kwamba ufurahi, wallahi mungu hata kuzalilisha kamwe. khadija alisema kwamba watu hata waseme nini, wewe ufurahie, kama ni hili basi mungu hata kuzalilisha kamwe, kwani daima wewe unawahurumia watu, unasema ukweli na unavumilia huzuni na unawapa watu maskini, na wewe ni mkarimu na unawasaidia watu katika mambo mema. mutafakari, khalifa awal anasema kwamba mutafakari mwanamke mwenye umri ya miaka 55 ambaye ameolewa naye tangu miaka 15 anatoa ushahidi huu, ushahidi wa khadija katika muda huu ambapo mtume alikuwa na huzuni, unastahiki kutafakariwa. kama asingekuwa na sifa hizi basi maelezo ya khadija yasingeweza kuwa sababu ya kumpa moyo. katika shebe abi talib kwenye hali ya kutiwa ndani, mwaka wa 3 ulipowadia, mtume sallallahu alaihi wasallam akipata elimu kutoka kwa allah alimwambia baba yake mdogo abu talib kwamba mkataba uliokuwa umening'inizwa katika kaaba tukufu kuhusu banu hashim, basi maandishi yake yote yameliwa na mchwa. abu talib alikuwa na imani juu ya kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hivyo akiongea na ndugu zake habari hii alisema kwamba wallahi muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuwahi kusema uongo pamoja nami. hivyo alienda pamoja nao kwa viongozi wa Quraysh na aliwaambia kwamba mpwa wangu ameniambia na hakuwahi kusema uongo, kwamba mwenyezi mungu amefuta mkataba wenu kwa mchwa na kila kitu kimekwisha isipokuwa jina la allah. kama mpwa wangu ni mkweli basi mtalazimika kuacha hukumu hii, na kama akiwa mwongo basi mimi nitamkabizi kwenu, mkitaka mumue au mkitaka mumweke kuwa hai. walisema jambo hili ni la adili. walipona mkataba huu ulikuwa na hali kama alivyokuwa amemwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, hivyo Quraysh walihisi majuto mbele ya kaumu yao. safari moja Quraysh walimpeleka kiongozi wao Utba kama mjumbe wao, wakampeleka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. huyu alisema kwamba kwa nini unasema mabaya kuhusu miungu yetu na unasema mababu zetu walikuwa wapotivu? sisi tunatimiza tamanio lako lolote, wewe uache vitu hivi. mtume saa salam aliendelea kumsikiliza kwa ukimya na kwa uvumilivu. alipotamka yote, aliposema yote, mtume alisoma aya chache za sura Hamim. alipofikia aya hii kwamba mimi nawaogopesheni kuhusu adhabu kama ilivyotokea juu ya Ad na Thamud, Utba alisema kwamba sasa inatosha. Utba akainuka na akaenda kwa wenzake na akaenda kuambia Quraysh kwamba mimi najua Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaposema jambo fulani hasemi uongo. mimi nina hofu kwamba adhabu hii isije juu yenu. ushahidi wa Abu Jehel pia unapatikana. hat Ali alieleza kwamba Abu Jehel alimwambia Nabii sallallahu alaihi wasallam kwamba sisi hatukukadhibishi bali tunakadhibisha yale uliokuja nayo, yani tunakadhibisha dini yako.
katika riwaya moja inapatikana ukhnas bin sharik siku ya badr alikutana na abu jehel. Alisema, e abul hakam, hapa hakuna mwingine isipokuwa mimi na wewe tu ambaye awe anasikiliza sisi tunachosema. Uniambie kuhusu muhammad kweli kweli, je huyu ni mkweli au mwongo? abu jehel alisema, wallahi muhammad saa salam kwa yakini ni mkweli, na muhammad saa salam hakuwahi kusema uongo. musleh maud akieleza habari hii sehemu moja anasema kwamba je maadui wa muhammad sallallahu alaihi wasallam hawakumtambua mtume wao kwamba wao wanamkataa? yaani jambo hili ni la ajabu sana kwamba wao walimwona muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa miaka 40, walishuhudia hulka zake na mienendo yake, na wao kwa shahidi zao za macho walikubali jambo hili kwamba muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtu mkweli sana. lakini mtu huyo huyo mkweli alipowaambia kwamba mimi nimetumwa na mwenyezi mungu ili kuwapatie ni mwongozo, wao walisimama ili kumpinga. kama mtu mwingine angesema jambo hili, basi watu wangetafakari kuhusu yeye kwamba kwa kuwa huyu hakumwona muhammad saa salam, hivyo ananasibisha na muhammad jambo hili kwamba yeye amemtunga mungu uongo. lakini watu wa makka ambaye mbele yao yalikuwa maisha yote ya muhammad saa salam kama kitabu kilicho wazi, kivipi walianza kumwita kuwa mzushi? yaani wasingeweza kumwita kuwa mwongo, ilhali katika moyo walikuwa wanakubali kwamba huyu ni mkweli. abu jehel alikuwa adui mkali wa muhammad saa salam. huyu pia alisema sehemu moja, nafasi moja, muslim maud ameeleza kwamba sisi hatusemi kwamba wewe ni mwongo, sisi tunakazibisha mafundisho ambayo umetuletea. kana kwamba abu jehel aliyekuwa mtu adui mkubwa mwenye moyo mbaya hata hakuwa tayari kumwita muhammad sasam kuwa mwongo, au akitamka neno la uongo au mwongo, hata nafasi yake ilikuwa inamlaumu na moyo wake pia ulikuwa unapiga mbio kwamba mimi natenda kitendo kibaya. huyu alitengeneza uzuru kwamba mimi nakazibisha mafundisho yake, si semi kwamba wewe ni mwongo. tunaweza kujua kuhusu hali ya athari ambayo ilikuwa inapatikana katika mioyo ya maadui zake wakali juu ya ukweli wake na utakaso wake. umaya bin khalf alikuwa adui wake mkali. siku moja alitamka maneno haya kwamba wallahi muhammad sallallahu alaihi wasallam anaposema jambo fulani anasema kweli, hasemi uongo. wanasema kwamba uchawi ni ule ambao uzihiri kwa matendo yake. huu ni uchawi wa muhammad saa salam, kwamba hata uliwafanya maadui zake kukubali ukweli wake na utakaso wake. abdullah bin salam alieleza kwamba nabii sallallahu alaihi wasallam alipofika madina, watu walienda kumpokea na watu walisema kwamba rasulullah sallallahu alaihi wasallam amekuja, mtume sallallahu alaihi wasallam ametujia, mtume sallallahu alaihi wasallam amefika. walisema mara 3. anasema mimi pia nilienda pamoja na watu ili nione. nilipoona uso wake nikatambua kwamba uso wake si uso wa mwongo. na jambo la kwanza ambalo mtume alisema na mimi nilisikia kutoka kwake, alisema kwamba ni watu musambaze salam, muwalishe watu na muwatendee jamaa zenu kwa huruma na kwa wema, na wakati wa usiku muswali sala pale watu wanapokuwa wamelala, mtaingia peponi kwa amani. kuna ushahidi wa mayahudi wa madina. kulikuwa na mkataba baina ya waislamu na kabila la mayahudi banu quraiza kwamba watasaidiana katika vita ya ahzab. kiongozi wa banu nazir huyai bin akhtab alienda kwa Kaab bin Asad Kurzai, kiongozi wa banu quraiza, na alijaribu kumshawishi kwamba avunje mkataba na waislamu na kuwasaidia Quraish ili waislamu washindwe.
wakati kama huo Kaab bin Asad kiongozi wa Banu Quraiza na alikuwa adui wa Waislamu alisema kwamba nimefunga mkataba na Muhammad na mimi siwezi kuvunja mkataba huu, kwani sikuona lolote kwa Muhammad isipokuwa unyofu na ukweli tu. Vivyo hivyo riwaya moja inasema Ubaid bin Umair anasimulia huyu alimsikia mtu mmoja akiongea na Ibn Umar akisema kwamba je, hukumsikia mtume sasa akisema kwamba mimi pia naongea mambo ya ucheshi lakini nasema ukweli ndani yake? Alisema kwamba ndio. Bahaz bin Hakim anasimulia kutoka kwa babu yake kwamba huyu alimsikia mtume sasa akisema ni ole kwa mtu ambaye anaposema jambo fulani anasema uongo ili watu wacheke kwa sababu ya jambo lake. Ni ole kwake, ni ole kwake. Hivyo mtume saa salam amekataza kusema hata uongo mdogo na ametutahadharisha sana. Hata Abdullah bin Amar anasimulia kwamba nilipokuwa nasikia kutoka kwa mtume saa jambo fulani nilikuwa naandika, nilitamani kulikumbuka, kisha Makuraish walinizuia na walisema kwamba je, unaandika kila kitu unaposikia, ila hali mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwanadamu tu, anasema jambo fulani katika hasira na pia kwenye furaha. Hivyo mimi nikajizuia kuandika, kisha nikaongea na mtume saa salam habari kama hiyo. Mtume saa salam akaashiria kwa kidole chake na alisema kwamba wewe uendike. Hivyo aliashiria upande wa mdomo wake na alisema kwamba na hapa kwa dhati ambaye uhai wangu u mkononi mwake, kutoka mdomo wangu halitoki jambo lote isipokuwa haki na ukweli tu, hivyo bila shaka uendike. Alikuwa anatoa nasaha zidi ya uongo, imeelezwa hapo kabla. Katika riwaya moja inapatikana hivi, Abdullah bin Amir anasimulia, siku moja mama yangu aliniita. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati yule alikuwepo katika nyumba yetu. Mama alisema kwamba njoo hapa nitakupa chochote. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba je, umeamua kumpatia kitu gani? Alisema kwamba mimi nitampatia tende. Mtume alisema kwamba kama usingempatia kitu chochote basi uongo ungeandikwa kwenye hesabu yako. Hata Musleh Maud anasema kwamba darja tukufu ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu ukweli ilikuwa juu sana, hadi kaumu yake walikuwa wamempatia jina la Siddiq. Alikuwa anawasihi waumini wake kusimama imara juu ya ukweli. Daraja yake ilikuwa tukufu na kubwa sana kuhusu ukweli, lakini pia alikuwa anawasihi waumini wake na alikuwa anafanya juhudi ya kuwasimamisha juu ya daraja kubwa ya ukweli, daraja ambayo isiwe hata chembe cha uongo. Alikuwa anasema kwamba ukweli unamwongoza mwanadamu kutenda wema na wema unampeleka peponi, na daraja halisi ya ukweli ni kwamba mtu aendelee kusema ukweli hadi hata kwa Mungu pia afahamike kuwa mkweli. Safari moja mtu mmoja aliletwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye alikuwa amewaua Waislamu wengi. Hazrat Umar alikuwa nafikiri kwamba mtu huyo adhabu yake ni kuuawa. Hivyo alikuwa anaona uso wa mtume sallallahu alaihi wasallam mara kwa mara kwamba kama akiashiria basi sisi tumue. Mtu huyo aliposimama na kuondoka, Hazrat Umar alisema, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtu huyo adhabu yake ilikuwa ni kuuawa. Mtume alisema kwamba adhabu hii ilikuwepo juu yake, kwa nini hamkumua? Huyu alisema kwamba ya Rasulullah, kama ungetuashiria kwa jicho lako mimi ningefanya hivyo. Mtume alisema kwamba nabii hadanganyi watu. Kivipi hiyo inaweza kutoka kwamba mimi niongee naye mambo mazuri kwa mdomo na niashirie kwa jicho kwamba huyu auawe? Hiyo haiwezi kutokea, ni udanganifu tu. Hivyo aliposimamisha viwango vya ukweli na kusema wazi, hata maadui pia walazimika kukiri. Wakati huo huo aliwasihi waumini wake kufikia viwango vya juu vya ukweli. Basi leo ni wajibu wa kila Ahmadia kwamba sisi tujikague kwamba viwango vyetu vya ukweli ni vipi, na kazi yetu ni kuondoa mapungufu yetu. Mwenyezi Mungu atujalie sote. Baada ya swala ya Ijumaa nitasalisha
jeneza moja ghaibu ambayo ni ya bi shahida ahmad sahiba aliyekuwa mke wa mirza nasim ahmad saheb siku za nyuma akiwa na umri miaka 91 alifariki dunia. marehemu alikuwa musi, alikuwa mjukuu wa masihi maud alaihi wassalam. alikuwa binti wa nawab abdullah khan saheb na sahebzadi amatul hafiz begum sahiba. alikuwa na vijana wanne. mwana wake mkubwa noman ameandika na kila moja amesema kwamba alikuwa anatupenda sana. marehemu alikuwa anawatendea wote kwa wema. kisha kuhusu jambo la nyumbani anasema kwamba hii ilikuwa ni tumaini lake kwamba watu wawepo nyumbani, na alikuwa mkarimu sana, bali alikuwa na wasiwasi. alikuwa anasema kwamba nikipata taufik basi mimi nipanue nyumba yangu ili wageni waendelee kuja nyumbani na wapate mahala pa kulala. mwana wake mdogo rizwan ameandika kwamba marehemu alikuwa na sifa chungu nzima. tumepokea ujumbe kutoka kwa watu maskini, matajiri, watu wote, namna alivyo watendea wote kwa wema na kwa upendo na mapenzi makubwa. alikuwa na tabia njema sana, mwenye kuwapenda wote, na kwa upendo wake alikuwa anawavutia wote, haswa wale ambao walikuwa na wasiwasi na shida na matatizo. alikuwa anawasaidia sana. daima alisimama imara pamoja na watu dhaifu. anasema hata alikuwa akitusihi kwamba nini pia muwasaidie watu wanyonge. alikuwa na hima sana, hata mimi nimeona mashallah. alikuwa mwenye azma na mwenye nia imara. dada yake fauzia shamim sahiba aliyewahi kuwa sadr lajna lahor, hata siku hizi pia ni sadr lajna, anasema kwamba nikieleza katika maneno machache basi nitasema kwamba alikuwa mjumuiko wa kujitolea, subira, hima na upendo. binti mkwe amatul wakil anasema kwamba sifa yake ya kuwatumikia wageni ilikuwa kubwa sana. watoto wake wameandika na watu wengine pia wameniandikia, na njia ya kuwatumikia wageni ilikuwa nzuri sana. katika umri wake wa mwisho alikuwa ameanguka chini, alikuwa amepata pigo kwenye miguu yake. alikuwa anatumia wheelchair, lakini alipitisha muda wote kwa subira na kwa kumshukuru mungu. hakulalamika hata kidogo. anasema kwamba alikuwa mwenye hima, hakutusumbua hata kidogo. mjukuu wake khadija anasema kwamba sifa yake ya ukarimu ilikuwa kubwa sana. alikuwa mwenye kutupenda sote, na tangu miaka michache iliyopita mara 2 mara 3 alikuwa anahitimisha Qur'an tukufu kwa mwezi moja. alikuwa anawasaidia watu maskini, na alikuwa akitusihi kwamba nini pia muwaombe watu maskini. mpwa wake anaishi hapa, ni binti wa mpwa wake mpendwa Neha. anasema kwamba marehemu alikuwa na fikra nzuri sana kwenye kila hali, na alikuwa anaenzi maisha na kila hatua yake. alikuwa anawajali sana watumishi wa nyumbani kana kwamba wawe ndugu zake. hata mimi pia nimeona kwamba kikawaida alikuwa na fikra nzuri sana, yani alikuwa anajiepusha kutamka jambo lolote ambalo linaweza kuuzi mwingine au linaweza kuuzi hisia za wengine. alikuwa anawajali sana hisia za watu. anasema kwamba safari moja ilikuwa harusi ya mtumishi wake. alikuwa anatoka nyumbani, alihuzunika kana kwamba kama ambavyo watu wanahuzunika kwa kuwasindikiza mabinti zao. saa nyingine mema zinakuwepo za watu ambazo kikawaida zinakuwa nyuma ya mapazia, lakini baadaye zinakuja kujulikana. huyu pia alikuwa miongoni mwa watu hawa. mwenyezi mungu amghufirie na amrehemu. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر